Naam, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakuletea ziara ya mheshimiwa mwenyekiti wa vijana kutoka KKKT. Ziara hii ilifanyika katika Dayosisi ya Morogoro, jimbo la Morogoro, tarehe 24 na tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ziara hii ilikuwa imejikita katika maeneo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuona uhai wa vijana, na jambo la pili kushiriki ibada, na jambo la tatu kukutana na viongozi wa vijana jimbo na sharika na mitaa. Tarehe 24 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, yaani siku ya Jumamosi, mheshimiwa mwenyekiti wa vijana kutoka KKT alipokelewa na baadhi ya viongozi wa vijana jimbo la Morogoro, na baadaye kufuatia mazungumzo yaliyofanyika kati yake na katibu wa idara ya vijana Dayosisi ya Morogoro, mchungaji Elia Simba. Tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka wa 2026, mheshimiwa mwenyekiti wa vijana kutoka KKKT Bwana Anania Ndondole alipata neema ya kushiriki ibada katika usharika wa Mji Mpya uliokuwa katika jimbo la Morogoro, Dayosisi ya Morogoro. Na mheshimiwa mwenyekiti wa vijana alishiriki ibada zote tatu katika usharika huo. Ibada ya kwanza ikiwa imeanza katika majira saa 12 kamili asubuhi, na ibada ya pili ikiwa imeanza katika majira ya saa 1 kamili asubuhi, na ibada ya tatu ilianza saa 4 kamili asubuhi na kumalizika majira ya saa 6. Nilete salamu kutoka makao makuu ya kanisa Arusha. Wanatambua nipo hapa, na wao ndio walifanya mawasiliano na uongozi wa diocese kwamba nitakuwa huku kwa tarehe hii ya siku hii ya leo. Na kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania lina mfumo wa uongozi wa vijana kuanzia ngazi ya kitaifa kwenye diocese, na hata katika diocese hiyo wapo viongozi wa vijana ambao sisi pia kwa nafasi zetu tunashirikiana nao, lakini pia mfumo huo upo kwa viongozi wa vijana wa majimbo, kwenye sharika mpaka kwenye mitaa. Na ngazi ya kitaifa tunaye mratibu wa vijana ambaye sasa mimi ninafanya karibu na yeye muda wote tukisaidiana, anaitwa mchungaji Frank Maxon Mng'ong'o, na amenituma nilete salamu nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Majira ya saa 7 kamili mchana, mheshimiwa mwenyekiti wa vijana alianza safari kuelekea katika usharika wa Mazimbu, ambapo huko ndipo palipokuwa na semina elekezi, ambapo viongozi wote wa vijana ngazi ya jimbo ama viongozi wote wa vijana jimbo la Morogoro walikusanyika mahali hapo. Semina hiyo ilifunguliwa na katibu wa idara ya vijana Dayosisi ya Morogoro, mchungaji Elia Simba. Kwa maombi haya na neno la Mungu tulilolisoma, natangaza sasa rasmi semina yetu elekezi kwa viongozi wa vijana jimbo la Morogoro pamoja na idara zake katika mitaa na sharika imefunguliwa rasmi katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nisikie makofi na vigelegele kwa ajili ya Yesu Kristo. Na baadaye kufuatia utambulisho mfupi wa viongozi wa kijimbo waliokuwepo katikati ya semina hiyo. Tunaamini kabisa Mungu ameweka kitu ndani yake, na tunaona kabisa kuna kitu ambacho jimbo la Morogoro sasa hizi nguvu zinaanzaga hivi, yani inaanza chini inapanda juu. Kwa hiyo ile kasi ambayo tulikuwa nayo, tunaamini kwamba Mungu atamtumia mchungaji Simba kwa ajili ya kutupeleka mbele zaidi. Pale ambapo mchungaji Onyesha ameishia, mchungaji Simba atatuvusha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya kuzungumza hayo, basi katibu wakati anatambulisha, nafikiri pia tuna kamati mojawapo, kamati ya uhusiano. Yes. Mheshimiwa mwenyekiti wa vijana kutoka KKT Bwana Anania Ndondole
alipata wasaa wa kuzungumza na kuwafundisha vijana mambo mbalimbali yanayohusu uongozi wao kama viongozi, lakini mambo mengine ya msingi ambayo walipaswa kuyafahamu wao kama vijana. Semina hii ilikuwa ni semina ya baraka sana, ilikuwa ni semina njema sana, na baadhi ya viongozi na vijana waliopata neema ya kushiriki semina hiyo walikuwa na haya machache ya kusema. Nimefurahi kuhudhuria semina ya leo ya uongozi wa vijana hapa katika usharika wa Mazimbu. Uitikio wa vijana ni mkubwa sana, vijana wamejitokeza wengi kama viongozi kuja kusikiliza semina hii, na naona italeta mabadiliko kwa kipindi chetu cha miaka 5 baada ya kumaliza uongozi wetu wa vijana. Mungu atusaidie. Nafurahi kushiriki katika hii semina ya vijana, ya viongozi wa vijana. Jambo nilojifunza ni namna ya kiongozi kuwahamasisha vijana kufika katika mazoezi yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ana Gloria Lema kutoka usharika wa Mazimbu. Katika semina hii ya viongozi wa vijana, vijana wamekumbushwa namna mbalimbali ambavyo wanaweza wakazitumia, njia mbalimbali za kuzitumia kwa ajili ya kukutanisha vijana kwa ajili ya malengo mbalimbali ambao wamejiwekea kwa kipindi hichi. Kwa hiyo tunategemea viongozi wetu wataondoka na mbinu mbalimbali ili ziweze kuwezesha katika uongozi wao na jinsi ya kuwakusanya vijana kwa pamoja. Umuhimu wa hizi semina ni kwamba zinawakumbusha viongozi wa vijana kusimama kwenye nafasi zao kama viongozi, ili waweze kusimamia vijana ambao ndio kundi kubwa linachukua asilimia kubwa ya Watanzania, waweze kusimama na wao kwenye nafasi zao kwenye eneo zima la kanisa, kwa sababu hapa tunazungumzia kanisani. Kwa hiyo semina hizi za vijana za viongozi wa vijana zina umuhimu sana, kwa sababu ndizo zinazofanya viongozi waweze kusimama kwenye nafasi zao, na pia wao wakishasimama kwenye nafasi zao, na wale wanaowaongoza pia watawaelekeza, watakuwa na uwezo wa kuwaelekeza, watakuwa na uwezo wa kuwaongoza vizuri, na wao waweze kusimama kwenye nafasi zao kwa ufasaha, ili kanisa liweze kuwa na ufanisi mzuri. Mwisho kabisa ni upongeze uongozi wa Dayosisi ya Morogoro, nipongeze uongozi wa jimbo la Morogoro, nimpongeze mwenyekiti wa taifa KKT vijana, kwa pamoja wameweza kushirikiana na kutuandalia semina hii muhimu kabisa kwa ajili ya maendeleo ya dayosisi yetu ya Morogoro na jimbo letu la Morogoro. Tunashukuru sana. Na mara baada ya semina hiyo kumalizika, mwenyekiti wa vijana kutoka KKT Bwana Anania Ndondore alipata nafasi ya kutoa shukrani zake, kwanza kwa uongozi wa Dayosisi ya Morogoro, lakini pia jimbo la Morogoro na vijana wote ambao walikusanyika katika semina hile, na kuwatakia baraka na mema katika uongozi wao, hasa katika mwaka wa 2026. Leo pia Jumapili ambayo tunakumbushwa kwamba Yesu anajidhihirisha katika utukufu wake. Je, atakapokuja atakuta viongozi wa vijana wapo katika wakati gani? Wapo katika mazingira gani? Kwa hiyo tunakumbushana mambo mbalimbali, namna ya kuongoza vijana na namna ya kuhakikisha kwamba katika wakati wote wa uongozi wa vijana kwenye kanisa hatuoni vurugu, hatuoni shida yoyote, hatuoni changamoto zozote ambazo zinasababishwa na vijana, isipokuwa vijana wanakuwa sehemu ya utatuzi wa changamoto zinazotokea katika kanisa na hususan katika ulimwengu huu wa ukuaji wa teknolojia. Nitoe wito kwa vijana wote wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania kuhakikisha kwamba wanakuwa mabalozi wema wa shughuli za kanisa, lakini wanashiriki shughuli za kanisa, iwe kuanzia katika ngazi za mitaa, iwe kuanzia katika ngazi za sharika, katika majimbo, katika diocese na ngazi za kitaifa pia, na kuhakikisha kwamba kila jambo la kanisa linapotangazwa, kijana anakuwa mstari wa mbele wa kuhakikisha yeye anakuwa sehemu ya ushiriki, na hapo tutakuwa mabalozi wema wa kanisa na tutalisemea kanisa vizuri katika ulimwengu huu wa ukuaji wa teknolojia. Vijana ambao teknolojia tunatembea nayo muda wote, tuwe mabalozi wa kulisemea vizuri
kanisa letu.